Tunakukaribisha sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kivu News Info katika kipindi hiki cha habari cha siku ya leo, tukiwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Katika taarifa zetu za leo tutaweza kuzungumzia habari mbalimbali kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia tutaweza kugusa kuhusu usalama, uchumi, kilimo pamoja na maisha ya wananchi kwa ujumla. Tutakuwa na habari zetu za kwanza kutoka eneo la Fizi ambako watu wawili wameweza kujeruhiwa baada ya hoteli kuweza kushambuliwa na ndege zisizo na rubani. Pia tutakuwa katika eneo la Kasai Oriental ambako wakulima wa muhogo wameimarisha mbinu zao za kilimo kutokana na changamoto ya ukame. Pia tutakuwa katika maeneo ya Maison Civile ya Rais Felix Tshisekedi ambako wameweza kukanusha na kukataa madai ya mwanamke anayejitambulisha kama mke wa tatu wa rais. Pia tutakuwa katika maeneo ya Kwilu ambako jamii ya kirahia imeomba maelezo kuhusu makato yanayodaiwa kufanywa kwenye mishahara ya walimu na watumishi wote wa serikali. Na habari zetu tutaweza kuzimalizia katika Kivu Kusini ambako mbunge anayejulikana kama Didier Katembera ameomba mamlaka kuziondoa vituo vya ukaguzi vinavyodaiwa kuwa visivyo halali katika maeneo ya Mwenga na Uvira. Hizo ni baadhi ya habari kubwa ambazo tutakuletea kwa siku ya leo, na mimi ni Leta Pepe ambaye nitakusomea na kukuelezea kwa undani habari zote hizo. Basi ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kututembelea, usiweze kusahau kusubscribe, kushare na kucomment, utujulishe unatufuata ukiwa eneo gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Acha basi tuanze moja kwa moja na habari zetu za kwanza. Tunafungua habari zetu tukiwa katika maeneo ya Fizi ambako watu wawili wameweza kujeruhiwa baada ya hoteli kushambuliwa na ndege zisizo na rubani. Watu hao wawili wameweza kujeruhiwa baada ya hoteli ya Mwalu iliyopo Fizi Centre, makao makuu ya eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, kuweza kushambuliwa na ndege zisizo na rubani hapo katika usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, ni kusema hapo jana. Kwa mujibu wa mashuhuda na vyanzo vya ndani, shambulio hilo lilitokea majira ya saa 7 usiku. Inadaiwa kuwa ndege isiyo na rubani ilishambulia hoteli hiyo mara mbili na kusababisha vipande vya mabomu kusambaa katika maeneo hayo. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Mwando Lukaba anayesimamia hoteli ya Mwalu. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu hao walipata majeraha makubwa, huku sehemu ya hoteli hiyo ikiharibika kutokana na shambulio hilo. Mmoja wa wahusika wa asasi za kirahia katika eneo hilo anamethibitisha tukio hilo, akisema kwamba shambulio lilifanyika mara mbili katika muda wa karibu saa 1 usiku. Kwa mjibu wa chanzo hicho, hoteli hiyo ilikuwa ikiwahifadhi raia wakati wa shambulio hilo. Taarifa hiyo pia imethibitishwa na msemaji wa operation ya Sokola du Sud Kivu, Luteni Rageye Mbui Kalonji. Kwa mujibu wa Luteni Kalonji, ndege za kijeshi zisizo na rubani aina ya TBD zilishambulia hoteli hiyo na mabomu mawili yalirushwa katika eneo hilo. Anasema shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa wa mali pamoja na kuwajeruhi vibaya watu hao wawili. Msemaji huyo anadai kuwa ndege hiyo iliendeshwa kutoka Rwanda na kwamba shambulio hilo lililenga hoteli hiyo ikiwa hifadhi raia. Hata hivyo, madai hayo ni ya upande wa operesheni ya Sokola D na hayajathibitishwa kwa kujitegemea. Shambulio hili linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika eneo la Fizi ambalo katika siku za wiki zilizopita pia imeshuhudiwa mashambulizi yanayohusisha ndege zisizo na rubani.
Tarehe 30 au tarehe 13, tukio jingine la ulipuaji lilipotiwa katika kambi ya Mshimbake katika eneo la Fizi. Siku chache baadaye, uwanja wa ndege wa Baraka pia ulilengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Matukio hayo yanaendelea kuongezeka na kuongeza hofu miongoni mwa wakaaji, hasa kutokana na uwezekano wa mashambulizi kugusa maeneo ambayo raia wanaishi. Operesheni ya Sokola Sud Kivu imesema imeendelea kuchukua hatua za kuhakikisha usalama wa wananchi na kulinda mali zao katika maeneo yaliyoathiriwa. Kwa sasa macho ya wakaaji wa Fizi yanaelekea kwenye hali ya usalama katika maeneo hayo, huku wito ukiendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kuhakikisha kuwa raia hawalengwi na kwamba maeneo ya wakaaji yanaendelea kulindwa. Hii ni taarifa nyingine inayohusu na kuonyesha madhara ya kuendelea kuwa na mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia wanaendelea kuwa miongoni mwa waathirika wakuu wa mzozo wa usalama ndani ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Hizo ni habari kutokea Fizi Centre, na acha basi tuelekee katika sehemu nyingine. Tuende basi ndani ya nyumba ya civil au maison civile ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako imeweza kukanusha na kukataa madai ya mwanamke anayejitambulisha kama mke wa Felix Tshisekedi. Ikulu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekanusha rasmi madai yaliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na mwanamke anayejitambulisha kama jina lake Mugai Mayala, ambaye anadai kuwa yeye ni mke wa tatu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Taarifa hiyo imeibua mjadala kwenye mitandao ya kijamii baada ya video ya mwanamke huyo kusambaa kwa kasi na kufikia watumiaji wengi. Katika video hiyo, Mugui Mayala anajitambulisha kama mke wa tatu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, madai hayo yamekanushwa vikali na maison civile ya mkuu wa nchi, yani ya Felix Tshisekedi, ambayo inasimamia masuala yanayohusiana na familia ya rais. Katika taarifa yake rasmi, huduma za ikulu zimesema kuwa mwanamke huyo hafahamiki kabisa na familia ya rais. Maison civile imeeleza pia kwamba mwanamke huyo hakuwahi kuwa na uhusiano wote na rais, na hivyo hutaja madai yake kuwa ni taarifa za uongo. Ikulu imechukua msimamo huo baada ya video hiyo kusambazwa kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii, ambako taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaweza kusambazwa kwa haraka na kufikia watu wengi. Kwa mjibu wa taarifa ya Maison Civile, hakuna uhusiano kati ya Mugui Mayele na familia ya rais, wala hakuna wakati ambao mwanamke huyo amewahi kuwa na uhusiano mkubwa na nchi kama anavyodai katika maelezo yake. Kwa hiyo taarifa hiyo imewataka wananchi kuwa waangalifu kuhusu taarifa zinazochapishwa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa zile zinazohusu maisha binafsi ya viongozi wa nchi. Madai kama haya yanaweza kusababisha mgawanyiko na hatari na kuhatarisha taswira ya watu wanaohusika, hasa pale wanaposambaza bila uthibitisho kutoka kwa vyanzo rasmi. Kwa sasa msimamo wa Maison Civile ya rais ni kwamba madai yaliyotolewa kwenye video hiyo hayana msingi na kwamba mwanamke anajitambulisha kama Mugoi Mayele hajulikani na familia ya Rais Tshisekedi. Hivyo wananchi wanaendelea kushauriwa kuwa wanapaswa kutofautisha kati ya taarifa rasmi na maudhui yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ili kuepuka kueneza taarifa ambazo hazijaweza kuthibitishwa na vyanzo vilivyo huru.
Hilo ndilo tangazo rasmi kutoka kwa Maison Civile ya mkuu wa nchi kuhusu video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikihusiana na familia yake. Acha basi tuendelee na habari zetu tukielekea huko Kwilu ambako jamii ya kiraia imeweza kupinga vikali makato ya mishahara ya walimu na watumishi wa serikali. Shirika la Nouvelle Société Civile Congolaise katika mkoa wa Kwilu linapaza sauti kupinga makato yanayodaiwa kufanywa kwenye mishahara ya walimu pamoja na watumishi wa serikali na benki ya biashara inayofanya kazi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika hilo la kiraia, makato hayo yanawaweka watumishi wengi wa umma katika hali ya wasiwasi na sitofahamu, huku baadhi yao wakijiuliza sababu ya kupunguzwa kwa mishahara yao na ni wapi wanaweza kupata maelezo kuhusu swala hilo. Prinel Ndombe, rais wa Nouvelle Société Civile Congolaise katika Kwilu, ameitaka benki inayohusika kutoa maelezo ya wazi kuhusu chanzo cha makato hayo, msingi wake wa kisheria na namna fedha hizo zinavyotumiwa au zitakavyopelekwa. Hiyo ni kwa msingi wake anataka benki hiyo iweze kutoa maelezo hayo kwa undani na uhakika zaidi. Kwa mjibu wa Ndombe, watumishi wa umma wanastahili kujua kwa nini sehemu ya mishahara yao inakatwa, na anaona kuwa bila maelezo ya kutosha, hali hiyo inaweza kuathiri haki zao za kiuchumi. Akizungumza kuhusu swala hilo, Ndombe amesema shirika lao linataka maelezo ya haraka kuhusu asili ya makato hayo, msingi wa kisheria unaoruhusu makato hayo, na pia anataka maelezo zaidi kuhusu mahali ambapo fedha zinazokatwa zinapelekwa au zinaelekezwa. Amesema pia kuwa hali hiyo imeweza kuzua hofu miongoni mwa walimu na watumishi wengine wa serikali ambao wanategemea mishahara yao kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao, ikiwa ni pamoja na chakula, malazi, ada za watoto, mahitaji mengine ya familia. Kwa upande mwingine, shirika hilo linasema baadhi ya watumishi walioathirika hawajui ni taasisi gani wanapaswa kufikia ili kupata majibu kuhusu makato hayo. Nouvelle Société Civile Congolaise ya Kwilu imezitaka mamlaka za mkoa pamoja na serikali kuu kuingilia kati suala hilo na kuhakikisha uchunguzi unafanyika ili kubaini sababu ya walali wa makato hayo. Wakati huo viongozi wa benki wanaotajwa katika swala hilo wanaombwa kutoa ufafanuzi kuhusu utaratibu uliotumika kufanya makato hayo na kama hatua hiyo ni msingi wa kisheria. Shirika hilo la kiraia linasisitiza kwamba maelezo ya wazi yanahitajika haraka ili kuondoa hofu na sintofahamu miongoni mwa watumishi wa umma. Kwa watumishi walioathirika, jambo muhimu ni kupata majibu ya maswali haya yafuatayo, wakiuliza kwa nini mishahara yao inakatwa na ni nani ameidhinisha makato hayo yafanyike, na kwa msingi gani wa kisheria fedha hizo, na kwa msingi gani wa kisheria na fedha hizo zinapelekwa wapi. Nouvelle Société Civile Congolaise inasema majibu ya maswali hayo yanapaswa kutolewa bila kuchelewa ili kurejesha imani ya watumishi wa kulinda mapato yao. Hizo ni taarifa kutoka huko Kwilu. Basi tumalizie habari zetu tukiwa ndani ya Kivu Kusini ambako hali inazidi kuwa tete, wakati ambako vizuizi vingi vinaweza kutiliwa barabarani, na hivyo bunge wa kitaifa Didier Katembera ameweza kuzungumzia jambo hilo na kuwaomba serikali iweze kuondoa vizuizi hivyo moja kwa moja ili kurahisisha maisha ya raia. Didier Katembera ni mbunge ambaye amechaguliwa katika eneo la Bukavu. Ameweza kuiomba Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati na kuamuru kuondolewa mara moja kwa vituo vya ukaguzi vinavyodaiwa kuwa vimewekwa kinyume na sheria katika maeneo ya Mwenga na Uvira.
Katika barua rasmi iliyotumiwa Jumanne tarehe 18 Agosti, mbunge huyo wa Bukavu amelaani kuongezeka kwa vizuizi hivyo ambavyo kwa mjibu wake vinashikiliwa na baadhi ya wapiganaji wa wazalendo pamoja na wanajeshi wa FARDC. Anawashutumu wanaohusika kwa kuwatoza wasafiri wanaotumia na watumiaji wa barabara kodi na fedha ambazo hazina msingi wa kisheria. Kwa mjibu wa Didier Katembera, hali hii inaonekana zaidi kwenye barabara namba 5 ya taifa inayounganisha Kamanyola na Baraka kupitia Uvira. Anasema wasafiri wanatumia barabara hiyo wanalazimika kupitia karibu vituo 10 vya ukaguzi huku wakitozwa angalau franga 5,000 za Kongo, yaani 5,000 francs congolais katika kila kituo ambacho kina kizuizi. Hivyo mtu anayepita katika vituo kadhaa anaweza kutumia kiasi kikubwa cha fedha kabla hata hajafika mwisho wa safari yake. Tatizo kama hilo pia linaripotiwa kwenye njia inayounganisha Kasika na Kamituga ambako watumiaji wa barabara wanadaiwa kukabiliwa na vizuizi na makato mbalimbali. Mujibu wa mbunge huyo wa kitaifa, hali hii inahatarisha moja kwa moja biashara na uchumi wa eneo hiyo. Ameeleza kuwa miongoni mwa madhara ambayo yanatajwa kuwa ni madhara ambayo inaweza kujitokeza kwa ukubwa ni kuweza kuvurugika kwa usafiri wa watu na wa bidhaa. Wafanyabiashara na wasafirishaji na wakulima wanakabiliwa na gharama za ziada ili kila wanapopita katika vituo hivyo. Hali hiyo pia inaweza kuchangia kupanda kwa bei ya usafiri na bidhaa sokoni, kwa sababu wafanyabiashara na wasafirishaji hulazimika kuingiza gharama hizo katika bei wanazotoza wananchi. Didier Katembera kwa hiyo ameiomba Wizara ya Ulinzi pamoja na mamlaka nyingine za kijeshi na kirahia kuchukua hatua za haraka ili kuweza kupiganisha hali hiyo. Safari yetu acha iendelee kuelekea eneo la Kwango ambako mwanajeshi wa FARDC ameweza kukamatwa kwa kuweza kutuhumiwa au kushtakiwa kumuua raia. Mkoani Kwango magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC amekamatwa katika eneo la Popokabaka baada ya kutumiwa kumuua raia. Mwanajeshi huyo anatambuliwa kwa majina la Bawile Kipoyo Zedok, mwenye cheo cha mwanajeshi wa daraja la pili anayehudumu katika kampuni ya 3 ya kijeshi iliyo Popokabaka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa uongozi wa jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtumiwa huyo anatumiwa kumuua kwa kumpiga kwa boinyeti raia aitwaye Mukwabonika Jean. Tukio hilo lilidaiwa kutokea katika kijiji cha Izonfu ndani ya sekta ya Yonso. Kufuatilia tukio hilo, amri kukamatwa kwa mwanajeshi huyo ilitolewa na Brigadia Generali Moyo Rabi Richard ambaye ni kamanda wa muda wa eneo la 11 la kijeshi. Hatua hiyo imechukuliwa katika mfumo wa sera ya kutovumilia kabisa vitendo vya utovu wa nidhamu na uhalifu unaofanywa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kukamatwa, mwanajeshi huyo anatarajiwa kuhamishwa katika ofisi ya kuendesha mashtaka na wa kijeshi mjini Kikwiti ambako atafikishwa mbele ya vyombo vya sheria za kijeshi ili kujibu tuhuma zinazomkabili. Mkurugenzi wa mawasiliano wa eneo la 11 la kijeshi amesema hatua hiyo inalenga kuonyesha kwamba wanajeshi yeyote anayehusika katika vitendo vya uhalifu lazima awajibishe mbele ya sheria. Uongozi wa kijeshi pia unasisitiza kwamba kuvaa sare ya kijeshi hakuwezi kuwa kinga ya kufanya uhalifu au kutumia nguvu dhidi ya raia. Tukio hili linatokea wakati ambapo malalamiko kuhusu vitendo vya utovu wa nidhamu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wanajeshi yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na eneo hilo au 11e region ya militaire. Takribani wiki moja iliyopita, tukio
jingine liliripotiwa katika bandari ya Hormuz ambako mwanajeshi mmoja alidaiwa kumpiga risasi mwanamke mmoja aliyekuwa akisafiri. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mwanamke huyo alikuwa akijaribu kuingilia kati ugomvi uliokuwa umetokea kati ya mwanajeshi huyo na mwendesha shughuli za usafirishaji. Baada ya tukio hilo, mwanajeshi huyo alidaiwa kutoroka. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mamlaka za kijeshi zinasema hatua dhidi ya mwanajeshi wa Popo Kabaka inalenga kuimarisha nidhamu ndani ya FARDC na kuhakikisha kwamba kuna kuwa wanajeshi wanaohusika katika vitendo vya uhalifu wanaweza kuwajibishwa katika sheria ili waweze kusema kwa nini wamefanya vitendo hivyo vya uhalifu. Uchunguzi na hatua za kisheria zitaamua hatimaye ukweli kuhusu tuhuma au shtaka ambalo zinaweza kumkabili mwanajeshi huyo ambaye inasemekana kuwa aliweza kufanya vitendo vya mauaji katika eneo la Popo Kabaka. Hizo ndizo zilikuwa habari ambazo tulikuwa tunakuandalia kwa siku ya leo kutoka kwenye changamoto za usalama huko Fizi dhidi ya jihada za wakulima wa Kasai Oriental kukabiliana na ukame. Tuliweza kuzungumza pia masuala ya mishahara ya watumishi wa umma huko Kwilu, moja na malalamiko kuhusu vizuizi huko Kivu Kusini. Yote hayo yanaonyesha changamoto mbalimbali ambazo wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kukabiliana nazo. Kwa upande mwingine, mamlaka zimeendelea kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa zilizosambazwa, huko wito ukiendelea kutolewa na viongozi kuchukua hatua zinazolenga kulinda wananchi na mali zao na shughuli zao za kiuchumi. Asante kwa kuwa pamoja nasi na endelea kuwa nasi kwa kutufuatilia na kufuatilia kwa karibu vipindi vyote vya habari kutoka katika kipindi chetu au kutoka katika redio yetu, ili uweze kupata habari kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele na kutakia wakati mwema na amani, na tutaonana katika habari zifuatazo.